udhibiti usafiri ardhini LATRA. Ujambo mtazamaji wa kipindi cha Usafiri na Maendeleo. Karibu katika mfululizo wa vipindi hivi vinavyoletwa kwako na Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA. Katika mfululizo wa vipindi hivi mtazamaji unapata fursa na wasaa murwa kabisa wa kufahamu kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusu sekta yako hii ya usafiri ardhini, ikiwemo kufahamu kuhusiana na kazi, majukumu, wajibu, sheria, kanuni za Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA ambazo lengo lake ni kuhakikisha kwamba zinaboresha sekta yako hii ya usafiri ardhini hapa nchini. Mtazamaji, LATRA ni miongoni mwa taasisi za umma zilizo chini ya Wizara ya Uchukuzi inayoongozwa na Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, ambaye kiukweli kabisa Profesa Mbarawa yeye amekuwa kila itwapo leo akisimamia mamlaka hii kwa uweledi na ufanisi wa hali ya juu, huku akihakikisha kwamba maono ya Mheshimiwa Rais katika taasisi hii ya LATRA yanatimizwa. Na leo tupo jijini Arusha kufahamu mengi kuhusiana na hiki. Tafadhali na usitoke runinga yako, baki hapo hapo kufahamu mengi nilokuendelea kipindi hiki cha leo. Mimi ni mtangazaji wako Mambwana Jumbe. Karibu. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Mtazamaji, kama ujuavyo kwamba LATRA inafanya jitihada kubwa sana za kuinua maisha ya hawa wasafirishaji pamoja na maisha ya watoa huduma kwa jumla katika sekta yako hii ya usafiri ardhini hapa nchini. Na moja ya jitihada hizo ni kuhakikisha kwamba mtazamaji, LATRA inafanya jitihada zake za dhati za kuhamasisha uanzishwaji wa vyama vya ushirika kwa wamiliki na madereva wa pikipiki za magurudumu mawili, yani bodaboda, pikipiki za magurudumu matatu, yani bajaji, pamoja na magari ya mijini ama daladala. Na kwa muktadha wa kipindi hiki cha leo mtazamaji, tunaenda kuangazia jitihada hizi za LATRA za kuhamasisha uanzishwaji wa vyama hivi vya ushirika kwa wamiliki na madereva wa pikipiki za magurudumu mawili, lakini vile vile tutaangalia uhamasishaji huu kwa wamiliki na madereva wa magari ya mijini, yani daladala. Mtazamaji, hapa jijini Arusha kwa upande wa bodaboda, wao wana chama chao kinafahamika kama UBOMA. UBOMA ni umoja wa bodaboda mkoa wa Arusha. Na jitihada ambazo zimefanyika mpaka hivi sasa hapa mkoani Arusha kupitia LATRA ni kwamba LATRA ilikutana nao hawa UBOMA na kuwapatia wazo la uanzishwaji wa vyama hivi vya ushirika, na wao wakalipokea kwa namna ambayo ni chanya kabisa. Na hapa tumsikilize na kumuona Bwana Okero Constantine ambaye ni mwenyekiti wa chama hiki cha UBOMA akielezea jinsi walivyopokea wazo hili kutoka LATRA. Tunapozungumzia masuala ya ushirika, kabla ya ushirika tuna umoja wetu ambao umoja wetu unaitwa UBOMA, umoja wa bodaboda mkoa wa Arusha. Lakini tunapogusia ishu ya ushirika, kwanza sisi kama maafisa usafirishaji mkoa wa Arusha tunapenda kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kuweza kuruhusu watu wenye dhamana na usimamizi wa hivi vyombo, tukiwa na maana kwamba LATRA, kuhakikisha kwamba tunakuwa na ushirika wetu. Sisi ishu ya ushirika ilipokuja ndani ya mkoa wa Arusha tuliweza kuipokea kwa mikono miwili, kwa sababu tunaamini kwamba tunapokuwa na ushirika utasaidia mambo mbalimbali ndani ya umoja wetu na ndani ya wanachama wetu. Kama mnavyoelewa kwamba hawa bodaboda wanafanya kazi kujitafutia riziki, lakini pia nini maana ya huo ushirika sasa? Ushirika ina maana tunapambana kuhakikisha kwamba tunatafuta riziki, lakini mwisho na mwisho tutaunganisha kile ambacho tunakipata, tukiunganisha kwenye huo ushirika tutaweza kupata manufaa, kukopa mambo mbalimbali, pikipiki na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ushirika kwa mkoa wa Arusha tumeupokea kwa mikono miwili. Mikakati tumeshaanza, sasa hivi tuko kwenye zile hatua za awali za kwenda kuandikisha ushirika, lakini baada ya kuandikisha ushirika nadhani sasa ndo tunapeleka mambo yetu kwa pamoja kwenye LATRA. Sasa tukishawafikishia LATRA ndo wanakuja sasa kutupa zile hati sasa, kwa sababu tukishakuwa na ushirika tutakuwa tunaingia tutaingia mikakati mbalimbali, kuwa na miradi kama ukataji wa LATRA kwa bodaboda wetu, tunapata gawio, kwa tutakuja kufanya mambo mbalimbali. Kwa hiyo hatua ambazo tupo kwa sasa, wanachama tunaenda kwenye usajili wa ushirika wetu au uandikishwaji wa ushirika wetu, ndio hatua ambazo tupo kwa sasa. Mtazamaji, swala hili la ushirika kwa bodaboda hapa jijini Arusha ni jambo ambalo linaenda kuwanufaisha wote pamoja na kuinua uchumi wao, kama ambavyo linazungumza na Bwana Okero Constantine, mwenyekiti wa chama hiki cha UBOMA. Tuseme kwanza, huu ushirika ni fursa. Tunaendelea kuhamasisha wanachama bodaboda wote ndani ya mkoa wa Arusha waweze kujitokeza kuweza kujiunga na huo ushirika, kwa sababu tukishakuwa wengi ndani ya ushirika wetu tutanufaika, lakini pia tukishakuwa na miradi mbalimbali, kwa sababu ushirika wetu ni tofauti kidogo. Ushirika wetu hautakuwa ni wa mikopo, ushirika wetu utakuwa ni wa kuwa na miradi mbalimbali. Leo tunaenda kuingia mkataba na LATRA baada ya kuwa sasa ushirika wetu umeshaandikishwa, tumeshaanza kukusanya LATRA.
Kumbuka ile gawio sasa ambao ni asilimia kadha wa kadha, asilimia 20 tunaipata sisi kama ushirika. Sasa tunaweza tukaachana pia na huo mradi tukaenda kwenye miradi mingine. Kwa hiyo tunaamini kwamba ushirika tutanufaika na wanachama watanufaika. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi kuhakikisha kwamba wanajiunga na wao ushirika kwa ajili ya kuweza kujikwamua kiuchumi. Mfano, kwenye ushirika wetu, zoezi letu tutakuwa tuna utaratibu wa kuweza kugawana kitakachokuwa kinapatikana kama faida. Ushirika wetu tunagawana kwa mwaka, kwamba tukitengeneza faida ndani ya mwaka lazima tugawane kwa pamoja, na namna ya kugawana lazima pale kila mtu hana hisa pale. Kwa tutaenda kihisa, kwamba kama huyu ana hisa 10, ana hisa 20, ana 50, kwa utagawana kutokana na hisa jinsi zilivyo. Kwa wanachama wetu tunaendelea kuhamasisha na mwitikio ni mkubwa. Kwa takwimu tulizonazo kwa wilaya ya Arusha mjini tu ina bodaboda 12,000, lakini tukienda kwa mkoa wa Arusha kiujumla tunaenda bodaboda 26,000. Kwa hiyo ina maana hao wote wakiweza kujiunga na ushirika wao wataenda kunufaika, wataenda kutengeneza uchumi, maisha yataweza kwenda. Fursa imefunguliwa ya uwekezaji katika usafiri wa waya. Asante Rais Samia. Mifumo ya kielektroniki imeboresha utendaji wa kazi za LATRA na watoa huduma. Mtazamaji, chama hiki cha UBOMA hapa jijini Arusha umejiwekea mikakati madhubuti ambayo pindi ambapo watakamilisha usajili wa chama chao cha ushirika, hakika chama hiki kitakuwa na manufaa makubwa kwa wanachama. Na moja ya mkakati ama mpango madhubuti wa chama hiki cha UBOMA ni kwamba watahakikisha kwamba wanafanya uwekezaji mkubwa kabisa, ikiwemo uanzishwaji wa maduka mbalimbali ya spare za bodaboda pamoja na maduka mbalimbali ya kununua hizo bodaboda, kama ambavyo tunaelezewa na Bwana Hakimu Msemo, katibu wa UBOMA hapa jijini Arusha. LATRA wamefanya jambo zuri na tumepokea ushirika vizuri, na mpaka sasa hivi tuko kwenye hatua ya mwisho kabisa kusajili ushirika, na tukishakuwa tumesajili ushirika sasa tutawafuata LATRA kuendelea na mchakato mwingine. Lakini ushirika si kwa ajili ya LATRA tu, ni kwa ajili ya kuwaweka bodaboda pamoja. Ushirika ni familia moja, kushirikiana. Tunatamani tuwe na duka la pikipiki kupitia ushirika, tuwe tunauza pikipiki wenyewe, tunakopesha wenyewe, lakini ushirika wanakuambia unaweza ukawa na mradi wa pamoja. Tunatamani tuwe na viwanja, tunatamani kupitia ushirika tuwe na bodaboda street. Yaani kijana anapokuja kujiunga na tasnia, tunaenda akishaendesha, tunamkopesha kiwanja kupitia ushirika, tunamkopesha pikipiki kupitia ushirika, tunamkopesha kila kitu, tunamkatia bima ya afya kupitia ushirika, tunakata bima ya vyombo kupitia ushirika. Hili wazo la ushirika, mnyonge mnyongeni haki yake mpeni, LATRA lazima tuwape haki yao. Wametoa hamasa kubwa na mpaka sasa hivi tuko katika hatua mwisho kutengeneza ushirika wa mkoa wa Arusha. Ili ujiunge na ushirika tumeweka utaratibu, unatoa 20,000. Unapotoa 20,000 unakuwa unalipa hisa. Tumeweka hisa moja ni shilingi 5,000 ambapo kila bodaboda anaweza akaipata. Na tunapokuwa tunatoa hiyo 5,000, maana yake ndani ya mwaka ni lazima uwe na hisa 25 ambao ni 125,000 ambao bodaboda anaweza akaipata hiyo. Sasa unapokuwa na 125,000 maana yake ni hisa 25, tunakaa kikao kwa mwaka. Sasa na sisi tutakuwa tunakaa tujadili mambo yetu, labda tumepata gawio kutoka LATRA, labda tuseme milioni 20. Labda tuna duka letu la kuuza pikipiki tumepata faida shilingi milioni 20. Labda tuna viwanja vyetu tunakopesha tumepata faida labda milioni 20. Unaweza ukakuta mmepata milioni 80. Sasa milioni 80 wana ushirika tunakaa pamoja, kwamba hii milioni 80 tuifanyeje? Tuanzishe mradi mwingine, tuwakatie wanachama wetu bima za afya, au tugawane. Maana yake unaweza ukashangaa sasa ile milioni 20 au milioni 60 au milioni 80 mliopata faida, mnagawana, una 125,000 lakini unaondoka na milioni 3. Imekuinua kiuchumi. Unaweza ukashangaa unanunua pikipiki kama pikipiki ni hesabu, milioni 3 unaweza kwenda kununua uwanja, milioni 3 unaweza kuanza kujenga, milioni 3 unaweza kuwalipia watoto ada na maisha yanaendelea. Kwa ushirika utatusaidia sana katika kutuinua kiuchumi. Mtazamaji, nao wanachama wa chama hiki cha UBOMA hapa jijini Arusha wana haya ya kusema kuhusiana na uanzishwaji wa chama cha ushirika. Tumelipokea vizuri, tumelipokea kwa shangwe, kwa sababu tumeona ni jambo ambalo linakwenda kututoa kwenye hatua moja na kutupeleka kwenye hatua nyingine kwa ajili ya kufanya mambo ya kimaendeleo. Kwa hiyo katika kulipokea, tumelipokea vizuri. Kwa hiyo tunaomba wanachama waendelee kujiunga na ushirika ili waje wawe kuwa wanufaika wa baadaye. Isije ikafikia mahala tumepiga hatua alafu yeye tumemwacha pembeni akaanza kujuta na kujishauri kwa nini sikuwa mimi. Tunamuomba kuanzia sasa hivi, angali bado ni mapema, hima aje ajiunge na ushirika. Ushirika utakuwa ni mzuri, ushirika uko wazi kabisa, kwa sababu utaratibu wa ushirika ni utaratibu ambao unasimamiwa, wako wasimamizi. Kwa hiyo wawe free, ni ushirika ambao
utakuwa hauna shida yoyote na mwanachama. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata bahati kama hii, kwa sababu sio kila wilaya au kila mkoa ndio inabahatika kupata issue kama hii. Kwa hiyo kwa uzuri kwa ujumla ni kwamba wanachama pamoja na viongozi pamoja na wanachama wote wa bodaboda wamelipokea jambo hili kwa furaha kubwa, kwa sababu ndio wameona sehemu rasmi ambayo itakuwa inaongeza kipato chao na kukuza maarifa katika utendaji wao wa kazi. Kwa hiyo kwa ujumla kabisa tunamshukuru Mungu na tumepokea kwa furaha jambo hili, japokuwa jambo hili halijaja kiurahisi zaidi. Tuwashukuru viongozi wetu wa serikali, tuwashukuru viongozi wetu wa umoja wa bodaboda kwa kutuletea jambo hili ambalo kwa ujumla hamna mwanachama ambaye alishakaa na kulitarajia kwamba litakuja kuwa jambo rahisi kwenye tasnia yetu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumelipokea kwa shangwe na kwa furaha kubwa, kwa sababu tunaenda kujinua kiuchumi na kimaendeleo zaidi. Kila mwana umoja wa bodaboda ana haki ya kushiriki jambo hili, kwa sababu jambo hili limewekwa kiuwazi kabisa. Kwa hiyo kila mtu yuko tayari na yuko tayari, na maana ni jambo tu ambalo tunachosubiria ni kusajili, na tukishamaliza kusajili ushirika tayari wanachama tayari wengi wao tayari washaanza kuweka hisa kwa ajili ya kuanza mambo haya. Kwa hiyo ni jambo ambalo limepokewa kwa furaha na tayari kila mtu ana utayari wa kufanya jambo hili, kwa sababu hili jambo tunaenda kulifanya sio kwa ajili yetu, tunafanya jambo hili kwa ajili ya bodaboda wote, ambao kila mtu ambaye ataingia pale atanufaika kupata kila kitu ambacho kitapatikana katika ndani ya ushirika wetu. Samia oye, Wizara ya Uchukuzi oye, kazi iendelee, kazi iendelee. Rais Samia oye, LATRA oye, kazi iendelee. Mtazamaji, kwa upande wa wamiliki na madereva wa mabasi ya mijini maarufu kama daladala katika mkoa huu wa Arusha, hususan katika uanzishwaji wa vyama vya ushirika, jambo hili kwao ni jipya, ambapo mamlaka ya usafiri ardhini LATRA ilitenga muda na kukutana nao ili kuweza kutoa elimu kuhusiana na umuhimu wa wao kujiunga na kuanzisha vyama vya ushirika. Na hapa twende tukamuone Bwana Omar Saleh, afisa mfawidhi LATRA mkoa wa Arusha, wakati akitoa elimu hiyo kwa wadau hawa. Wahenga wanasema kidole kimoja hakivunji, lazima tuwe tuna ushirikiano kama ambavyo mlivyoshirikiana hapa kwenye huduma ya usafirishaji. Serikali imekuja na wazo la kuanza ushirika ama SACCOS ama kampuni kwa minajili kuwa kuboresha na kukuza uchumi kwa malengo makubwa mawili. Kwanza, tutakuza uchumi wa mmoja mmoja, lakini pia tutaboresha sekta yetu ya usafirishaji. Tukiwa na ushirika tunaweza kukopesheka popote pale. Ukiwa na ushirika, tukihitaji tupate sisi na umoja wetu tupate costa zenye uwezo wa kubeba abiria 30, 200 ili kuhudumia njia iliyokuwa inahudumiwa na daladala 500, ni rahisi kuliko ukiwa wewe mmoja mmoja. Sawa jamani? Kwa nafasi hii naomba niwaombe tushirikiane, tushirikishane, tuungane pale viongozi wetu wanapotuletea swala la ushirika, kwa sababu lengo lake sio kuwabomoa, bali ni kuwaunga kwa pamoja na kuleta ushirikishwaji mzuri. Lakini pia ushirikishwaji huu ama ushirika huu tunaoulenga utatusaidia sisi madereva pia kuwekwa katika utaratibu ambao na sisi tunaenda kuikontrol vizuri, kwa sababu ili tukupe wewe sasa ushirika ukamilike na upewe kuwa sehemu ya maamuzi ya usafirishaji, ni lazima kuna vigezo uvizingatie, ikiwemo kuzingatia aina ya huduma ambayo tunaitaka kwa pamoja ili kuleta taswira na kuweka katika mkoa wetu wa kitalii zaidi. Mtazamaji, hapa jijini Arusha upande huu wa daladala wanao umoja wao unafahamika kama UWADAJA. Maana yake ni ama kirefu cha UWADAJA ni umoja wa wamiliki wa daladala jiji la Arusha. Hawa bwana UWADAJA wamekutana wakakubaliana kwamba ni wakati mwafaka umefika wa wao kuweza kuunda ama kujiunga katika vyama hivi vya ushirika. Hapa Bwana Bilal Albano, yeye ni mwenyekiti wa chama hiki cha UWADAJA hapa jijini Arusha, ambaye hapa anaelezea ni kwa nini wamefikia kwa pamoja kuamua kujiunga katika vyama hivi. Malengo yetu ni kuwaunganisha wamiliki wote kwa jiji la Arusha. Pia tunaamini katika umoja wetu kuna jambo ambalo tutalifanya. Wako wamiliki wengi sana ambao walikuwepo kwenye hii tasnia, lakini wamefika katikati wameshindwa kuendelea kwa sababu ya hali ngumu tuseme ya kiuchumi. Kwa maana hatuwezi kukopesheka kwa mtu mmoja mmoja. Lakini tunaamini sasa hivi
kwa kuunda umoja wetu huu pamoja na kusimamia, manake tunaamini kwamba sasa hivi serikali moja kwa moja itakwenda kututambua. Kwa hiyo hata matatizo yetu tutakapokuwa tunayapeleka serikalini, manake tutapata sehemu sasa ya kusikilizwa na wapi tunaenda kusemea matatizo yetu. Lakini jambo lingine, tunaamini sasa, kwa kuwa lengo letu lilikuwa ni kwenda kuinuana kiuchumi, manake hata uwezeshwaji kwa maana ya kwenda kwenye mikopo ya kiserikali, tunaamini serikali sasa hivi pesa zipo, na malengo makuu tuseme katika majiji ambayo yamependekezwa sasa hivi, mabadiliko ambayo tunakwenda kwenye mfumo wa usafirishaji ni pamoja na jiji la Arusha. Lakini ukiangalia wasafirishaji tulio wengi wa Arusha, wengi tunaenda kwenye huu mfumo wa haya mabasi madogo, lakini malengo ya serikali ni mabasi kuanzia 25 na kuendelea. Kwa hiyo tunaamini kwa umoja huu na namna, kwa kuwa sasa hivi tunaenda kutengeneza ushirika, manake tutakuwa kwa mujibu wa sheria, manake tayari tutakuwa na sifa ya kukopesheka kwenye taasisi za kifedha. Kwa hiyo tunaamini tutatoka hapa tulipo na kupanda eneo jingine kama serikali ilivyokusudia na sisi ambavyo tulikuwa tumekusudia. Kwa hiyo tumeona serikali imekuja na maono ambayo hata sisi wasafirishaji wenyewe ilikuwa tumeyawaza. Kwa hiyo niseme serikali imekuja kama kutuboost. Mtazamaji, Bwana Bilal Bano anaelezea zaidi, anasema kwamba pindi ambapo umoja wao utakapokamilisha kusajili chama chao cha ushirika, hawatawaacha makondakta wa daladala. Ni kwa nini makondakta? Amesema kwamba hawa pia ni kundi mojawapo muhimu sana, ambapo anasema miongoni mwa madereva walianzia kwenye ukondakta, wakaja kwenye udereva, lakini pia mwisho wa siku wakawa wamiliki. Kwa hiyo chama hiki cha ushirika wanaamini kwamba kitaenda pia kuwanyanyua makondakta hawa na kuwafikisha hatua ya umiliki wa daladala hapa jijini Arusha. Kuhusu makondakta, na wao tunawashawishi pia, sababu wako madereva ambao wameanzia kuwa makondakta, sasa hivi ni madereva. Kwa hiyo hata makondakta wa sasa hivi tunaamini hata kesho watakuja kuwa madereva. Akishatoka kuwa dereva, maana yake na yeye atakuja kuwa mmiliki. Kila mmoja anakuwa na future ya kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, na hiyo ndio hulka ya mwanadamu. Dereva naye tunataka tumuinue atoke pale alipo, naye aje kuwa mmiliki. Hata mimi mwenyewe ambaye ninazungumza sasa hivi nilikuwa dereva, lakini sasa hivi ni mmiliki. Kwa hiyo ushirika wetu utawashirikisha na madereva, hatutakaa tuwaache hawa. Tunatamani na wao waje kama sisi. Kazi iendelee. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. Na hapa Bwana Albano anatoa wito kwa madereva, wamiliki pamoja na makondakta kuhusiana na wao kujiunga na vyama vya ushirika. Mimi ni washauri madereva wajiunge. Unajua Watanzania tuna tabia moja ya kusubiri matokeo, lakini hebu wasisubiri matokeo, wajiunge, kwa sababu ninaamini matokeo yake ni mazuri kuliko kukaa nyuma. Kwa hiyo ni washauri madereva wajiunge, na kwa kuwa sisi wamiliki tuko tayari kufanya kazi na wao, tunawakaribisha na tutawashawishi ili na wao wajiunge, kwa sababu dereva na mmiliki hawajatofautiana. Mmiliki anamtegemea dereva na dereva anamtegemea mmiliki. Kwa hiyo ni watu ambao tuko pamoja, hatutofautiani sana. Tasnia yetu ni tuseme inategemeana. Mtazamaji, usajili wa vyama vya ushirika vina taratibu zake za kufuata, na hapa Bwana Pasco John, afisa usajili wa ushirika kutoka jiji la Arusha, anabainisha kwa kina kuhusiana na taratibu hizo. Ili waweze kusajiliwa kuwa chama cha ushirika, kuna step natakiwa zifuate, au hatua ya kwanza natakiwa wawe na wazo washakuwa nalo, wameliwasilisha kwenye ofisi ya ushirika, na ukishakuwa na wazo utahitaji elimu kutoka kwa ofisi ya ushirika. Tumekuja kuwapa elimu jinsi ushirika unavyohitaji kuwa na vigezo ambavyo vinatakiwa ili waweze kufanyaje kuanzisha ushirika wao. Tumetoa elimu, tumeambia kigezo cha kwanza ni idadi ya wanachama. Ili waweze kuanzisha ushirika wao, lazima cha kwanza kuwe na wanachama wasiopungua 20. Maana wasipungue 20, waanzie 20 na kuendelea. Hatua ya pili, wawe katika eneo husika. Maana yake uwezi ukaja kwa afisa ushirika jiji
kuomba ushirika wakati wanapatikana eneo tofauti na la jiji. Kwa lazima wawe eneo husika ambapo watafanyia shughuli zao. Mtazamaji, wahenga walisema kidole kimoja hakivunji chawa, na katika swala hili mtazamaji, Bwana Billy Albano hapa anaelezea ni kwa namna gani LATRA imekuwa ikishirikiana nao katika utendaji kazi wao wa kila siku, lakini vile vile anasifu jitihada hizi za LATRA za kuwapatia elimu hii ya ushirika, jambo ambalo kiukweli linaenda kuboresha maisha yao. Kwanza ni washukuru LATRA, wamekuja na wazo zuri, na sisi kama wamiliki niseme tumelipokea. Tena tumelipokea kwa mikono miwili. LATRA ni watu ambao tumefanya nao kazi muda mrefu sana, na tuna watu ambao tunafanya nao kazi kwa karibu sana, na tumeona sasa hivi wanataka ukaribu ule ambao tulikuwa nao mwanzo uendelee zaidi ya hapa tulipo. Kwa hiyo sisi tuko tayari kufanya kazi na LATRA, na sio LATRA tu, tuko tayari kufanya na kazi na serikali. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora. Haya mtazamaji, hivi sasa tunaenda katika kipengele chako pendwa kabisa cha swali la wiki, na kabla ya kwenda kupata swali la wiki hii mtazamaji, tujikumbushe kidogo swali la wiki iliyopita. Wiki iliyopita mtazamaji, katika kipindi hiki cha usafiri na maendeleo tuliuliza swali lifuatalo. Tulisema tutajie kazi mbili tu cha kituo cha kufuatilia mwenendo magari, yani VTS. Na mshindi wa swali hilo mtazamaji ni Bwana Clinton Kill moja, kama ambavyo unamuona katika runinga yako. Hongera sana Bwana Clinton Kill moja kwa kufanikisha ama kwa kujinyakulia kitita cha shilingi 50,000 mara baada ya kujibu kwa usahihi kabisa swali hili. Mtazamaji, swali la wiki hili linasomeka kama ifuatavyo. Tunasema kwamba tutajie chama kimoja cha ushirika ambacho kimekasimiwa jukumu la kutoa leseni za pikipiki za magurudumu mawili, yani bodaboda, pikipiki za magurudumu matatu, yani bajaji, leseni za magari maalum ya kukodi pamoja na leseni za taksi ya kawaida, na jukumu hili limepatiwa na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Mtazamaji, ili kuwa mshindi wa swali hili unapaswa kufuata vigezo na masharti kama ifuatavyo. Mosi, mshindi anapaswa kuwa ametufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, lakini vile vile awe namba moja kujibu kwa usahihi na ufasaha kabisa swali ambalo limeulizwa katika kipindi cha usafiri na maendeleo katika runinga yako hii. Na tatu, awe ametazama kipindi chetu cha usafiri na maendeleo. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora. Na hapa mtazamaji, ndio tamati ya kipindi hiki cha usafiri na maendeleo kutoka LATRA. Leo mtazamaji, kipindi hiki kilikuwa jijini Arusha, ambapo tumeangazia jitihada za LATRA za kuhamasisha madereva na wamiliki wa daladala pamoja na bodaboda katika kuanzisha vyama hivi vya ushirika, ambavyo kwa kweli mtazamaji, kupitia vyama hivi vya ushirika inaenda kunyanyua na kuboresha maisha ya wamiliki pamoja na madereva wa bodaboda na daladala. Na hadi kufikia hapo mtazamaji, mimi ni Binti Jumbe. Kumbuka, kama hujatufuatilia mtazamaji, wala hujachelewa, unaweza kufanya hivyo kupitia anwani za mitandao yetu ya kijamii kama ambavyo inaonekana katika runinga yako. Kumbuka, LATRA, pamoja kwa usafiri bora. Mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi murwa kabisa ya kipindi cha usafiri na maendeleo kinachofuata. Hadi wakati mwingine, kwa sasa kwa heri. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini. Kuna ndugu yangu, kuna mambo vinachanganya mimi, ujue wewe. Yaani kuna vitu vinachanganya. Kesho sichotoa gari mpaka niende nikakate leseni LATRA. Baba, important issue hii. Amini ninachokwambia. Ina maana kweli wewe ukapoteze muda kwa sababu ya kwenda kukata leseni LATRA? Hiti kisa umegombana nao? Sababu ni nini haswa? Kisa nini? Hivi wewe upo dunia hii kweli? Unanielewa mimi ninachomaanisha? Hivi ujui kuna utaratibu ambao magari yote yanayofanya usafirishaji ya kubeba abiria ama kusafirisha ni lazima wakati leseni LATRA? Ujui hilo? Kuanzia daladala kama hii ya kwangu ni lazima tukate leseni LATRA. Mbali na hapo, bodaboda, wazee wa upepo, lazima wakate leseni kule LATRA. Mbali na hapo, gari za mizigo, ziwe kubwa, ziwe small, vidogo dogo, lazima tukakate leseni LATRA. Bajaji nao, viguu vitatu vile, lazima wakati kule leseni LATRA. Mbali hapo, gari zile za ambazo zinabeba wafanyakazi hao, basi
lazima wakakate leseni LATRA. Gari zinazobeba student ama wanafunzi kwa Kiswahili fasaha lazima wakakate leseni LATRA. Mbali na hapo, gari ambazo zinabeba watalii, haya madaladala yetu yote haya ambayo usipokata leseni LATRA Welewi. Mimi ndo nakupa darasa. Wewe unataka kuhangaika na nini? Unaanza kuhangaika sijui na kitu gani hivi? Unagombana sijui na kondakta wako na dereva wako, utoke hapo kaanze kuhangaika na vishoka. Kuna haja ya vishoka? Hakuna haja ya vishoka. Sasa hivi unaingia mtandaoni rims.latra.go.tz. Rahisi kabisa, unafanya maombi yako pale. Ukishamaliza kulipia, utakaa, baada ya muda utaletewa ujumbe kwamba leseni yako iko tayari. Haina longolongo, haina kishoka, haina kupoteza hela, haina kupoteza muda. Rahisi kabisa. Hiyo mambo hayo unayafanya huko nyumbani, barazani kwako, gari inaendelea na kazi. Unajua kwenye vitu ambavyo siko umeongea point, maneno yenye asali. Vitu vya maana today. Wewe unajua. Sawa. Ndio. Baba, sasa hivi ngoja niingie kwenye mtandao. LATRA iko kiganjani. LATRA na mama anasema hivi, kazi iendelee. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora.